بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا ملتبسا علينا فنضل. وبعد. إخواني في الله, darsa yetu ya leo inaendelea katika kitabu cha Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin, kitabu ambacho kimetungwa na Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, ambaye amejikita na amejitahidi katika kuziweka hadithi zilizokuwa sahihi kwa asilimia kubwa, na sehemu ndogo kabisa inawezekana ikawa imempita kwa mujibu wa tahqiqi za wanachuoni. Ikhwani fillah, tupo hapa katika msikiti Baraza Mkunazini. Si sehemu zetu hizi ni sehemu za walimu wetu, mashekhe wetu, lakini tumewakilishwa tu na tumekubali kuchukua huo wakilishi. Inshallah Mwenyezi Mungu atutilie taufika. Tunasoma kitabu hichi tukiwa katika mlango wa pili ambao unazungumza babu tauba, mlango wa kutubia, kurudi kwa Mwenyezi Mungu katika kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu na kuacha makatazo yake. Na tumekwenda mpaka tukafika katika hadithi ya 21 ambayo tulisoma katika kipindi kilichopita, ikiwa leo tuna muendelezo wake, lakini kuendeleza kwake kwenyewe tutaanza na hadithi hii kidogo kuitolea faida, kwa sababu tulisoma baadaye ikawa muda umekuwa mfupi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'di عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, kutoka Abi Sa'id al-Khudri, Allah amwiradhi, kwamba kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, amesema, kana fi man kana qablakum, ilikuwa watu waliopita kabla yenu, kuna rajulun qatala 99 nafsan, ameua watu 99. Fasala an a'lami ahli al-ardi, akaulizia huyo muwaji, akaulizia mjuzi wa watu katika ardhi. Fadulla ala rahib, akajulishwa juu ya padri, na huyu padri ni abid nasrani, ni mfanya ibada wa kinasara. Fatahu, akamfuata, faqala, na akamwambia, innahu qatala 99 nafsan, kwa hakika yeye ameua watu 99. Fahal lahu min tauba, je, anaweza kupata toba Mwenyezi Mungu akamkubalia? Faqala la, yule padri akamwambia hapana. Faqatala, yule muuaji akamuua na huyu padri. Fakamala bihi 100, wakati 100 watu 100 aliowaua. Thumma saala an a'lami ahli al-ardh, kisha akauliza tena juu ya mtu ambaye anajua zaidi katika watu wa ardhi. Fadulla ala rajulin alimin, akajulishwa juu ya mtu ambaye ni mwanachuoni. Faqal, akamwambia, innahu qatala 100 nafs, kwa hakika yeye ameua watu 100. Fahal lahu min tauba, je, anaweza kukubaliwa toba yake? Faqala na'am, yule alimu akamwambia ndio, inawezekana kabisa swali hilo. Waman yahulu bainahu wa baina tauba, nani anaweza kuingilia kati baina yake na baina ya toba? Hakuna, kwa sababu toba, anaomba toba ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nani anasema usimkubalie huyo? Hawezi, hakuna. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo atasema anakubali au anakataa. Akampa maelekezo, baada ya kumwambia unakubaliwa, akampa maelekezo mengine. Intaliq ila ardhi kadha wa kadha, hebu nenda katika ardhi kadha wa kadha. Fa inna biha unasun ya'buduna Allah ta'ala, kwa hakika huko kuna watu wanamwabudu Mwenyezi Mungu mtukufu.
fa'budillaha ma'ahum, basi na wewe nenda kamwabudu Mwenyezi Mungu pamoja nao hao watu, nenda. Wala tarji ila ardhika, na wala usirudi katika ardhi yako, fa innaha ardhu suu, kwani hiyo ni ardhi mbaya kabisa. Usiende hiyo. Watu 99 watu hawakunasihi, inaonekana hapo watu wanakuachia tu, kashindikana yule kijana. Kashindikana vipi? Hawamnasihi, hawamwito akazungumza naye, kuona muacha tu, anaua tu. Hao watu hawafai kukaa na wewe. Fantalaka hatta, kaondoka kenda mpaka idha nasafa at-tariqi, alipofika nusu ya njia, atahu al-maut, yakamfika mauti, akafa. Fakhtasamat fihi malaikatu rahma, wakazozana malaika wa rehma wa malaikatu al-adhab, na malaika adhab wakazozana, kila mmoja anamtaka yeye. Faqalat malaikatu rahma, wakasema malaika wale wa rehma, jaa taiba muqbila biqalbihi ila Allah ta'ala, amekuja hali ya kuwa anaitafuta toba, anamkabili Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa hiyo huyu ni wetu. Waqalat malaikatu al-adhab, na wakasema malaika wa adhabu, innahu lam ya'mal khairan qat, hakika huyu hajafanya khairi ya aina yote, huyu ni wetu sisi. Faatahum malaku fi surati adami, Mwenyezi Mungu akatuma malaika katika sura kibinadamu ili awe hakimu kwao. Faj'aluhu bainahum ay hakama, wakamjalia baina yao awe ndiyo hakimu, mzozo huu utatue kwa malaika hawa. Faqala qisu, akasema pimeni, baina ardhaini, baina ardhi mbili, huko anakotoka na uko anakokwenda, pimeni. Fa ila ayatihima kana adna fa huwa lah, kokote ambapo atakurubia basi itakuwa wake yeye. Kwa hiyo akikurubia huku anapotoka, manake ni katoka kidogo tu, basi huyo ni wamchukue malaika wa adhabu. Ikiwa anakurubia kule sasa kufika hiyo ardhi ambayo anaenda kurekebisha maisha yake, basi atachukuliwa na malaika wa rehma. Faqasu, basi wakapima, fawajadu, wakakuta adna al-ardi, ile ardhi ambayo imeisogelea, allati, ambayo arada, ametaka, qabdatuha malaikatu rahma, ametaka kumchukua malaika wa rehma. Kwa hiyo wakapima, bila mwisho wake wakajua huyu apewe malaika wa rehma, wakaambiwa mchukue wao. Muttafaqun alayhi, hadithi ya Bukhari ya Muslim. Wa fi riwayati fi sahih, na katika riwaya nyingine anasema, fakana ila qaryati salihah, alikuwa katika kijiji kile cha watu wema, aqrabu bishibri, amekaribia zaidi kwa shubiri moja, amekaribia zaidi, kwa bado kidogo tu afike. Faju'ila, ikajaliwa, min ahliha, akawa yeye ni miongoni mwa wale watu wema, kwamba huyu amekubaliwa hii toba yake, manake wachukuliwe na malaika wa rehma. Wa fi riwaya, na mapokezi mengine, fi sahih, katika sahihi, fauha Allahu ta'ala ila hadhihi, Mwenyezi Mungu akapeleka wahi katika hii ardhi, antabadi, kuwa mbali, wa ila hadhihi, na kwa upande huu, antaqarrabi, kuwa karibu. Kwa Mwenyezi Mungu akapeleka wahi kutoka huko anakotoka iwe mbali, na kule anakokuelekewa iwe karibu. Waqala waqisu, na pimeni, ma bainahuma, kile kilichokuwepo baina yao, baina ardhi ya huku na baina ardhi ya huku. Fawajadu, wakakuta, ila hadhihi, kwenda katika hii, aqrabu, amefikia karibu zaidi, bishibri, kwa shubiri moja. Faghufira lah, Mwenyezi Mungu akamsamehe huyu. Wa fi riwaya, na katika mapokezi mwingine, fanaa, akamili, akazidi, bisadrihi, kwa kifua chake, nahwaha, upande wa ile ardhi ambayo manake kazidi kwa sehemu ndogo tu, basi Mwenyezi Mungu akamkubalia. Hadithi hii tunapasa, anasema, hathu almudhnibina ala tauba, wanahimizwa wale ambao wanafanya makosa, wanamkosea Mwenyezi Mungu, waikimbilie toba. Wa manahum min al-ya'si, na waepukane na kukata tamaa.
tunafanya kosa, na ndio maana wataalamu wanatuambia la kabiri ma'al israr, la kabiri ma'at tauba. Hakuna kosa kubwa ikiwa utafanya toba, wala saghiri, wala hakuna kosa dogo ma'al israr, pamoja na kuendelea kulifanya. Sema kosa lenyewe dogo, lakini unaliendeleza hili. Kwa vile unaliendeleza linakuwa kubwa. Lakini unaweza ukafanya kosa, hakuna kosa kubwa ikiwa utarudi kwa Mwenyezi Mungu, utamuomba Allah msamaha, basi Mwenyezi Mungu inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Ya pili, bayanu fadli al-alim, kubainisha ubora wa mwanachuoni. Unaonyesha ubora wa mwanachuoni ala al-abid, dhidi au kuliko yule mfanya ibada. Kwa hiyo hapa tunahimizwa, manake tukiziendea ibada zetu, harakati zetu, tunatakiwa tuzisome ibada zetu, tuzisome, tusifanye kimazoea. Kwa hiyo kaa, sikiliza darsa, uliza, kuliko kukaa wewe unapiga rakaa 200 300 hivi, lakini hujui chochote kinahusiana na ile rakaa. Hata ile hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuambia tufunge mikono, tunyooshe mikono, tuseme subhanallah, alhamdulillah na kadhalika ndani ya sala, huzijui. Na tutakuja kuona hadithi za mbele huko kwenye salamu, ukitoa salamu utie nia kabisa kwamba ninawasalimia hao wote wa upande wangu wa kulia, ninoswali nao upande wa kulia, na upande wa kushoto maana utie nia kabisa kwamba hawa ninawapa salamu wote upande wangu wa kushoto. Na ikiwa kushoto huku maana na nyuma yake, kulia kwako na wale wa nyuma yake, na kushoto kwako na wale wa nyuma yake, ndio maana yake utie nia hivyo. Lakini hayo yanapatikana endapo kama tutakuwa tunakaa na darsa, tunatwali namna kama hiyo, kuliko kufanya ibada. Utakuta pengine unaweza ukafanya, utamuona mtu yule pale kama mwalimu hivi au shekhe, kaswali hata dakika 2 hazifiki kisha kutoa salamu. Lakini unamuona pengine mwingine bole, mashaallah, dakika 7, dakika 9. Mmoja ananiambia mimi, bwana unajua wewe mtaani bro, ananiambia bwana itabidi unifundishe. Mimi ile tahiyatu sijui. Ile tahiyatu pale mimi nakaa kimya. Miaka yote kijana, miaka yote hii misikiti, darasa za watu wazima zipo. Asema ile tahiyatu itabidi unifundishe. Lakini pia nikapata moyo na sahibu yangu mwingine anafika miaka 50 na asema naanza kujifundisha Qur'an, hajui chochote. Basi kajifundisha ile Qur'ani miaka 3, muda si mrefu nimeonana naye, anaambia bwana karibu namaliza msahafu. Miaka 3. Asema karibu ninamaliza sasa hivi msahafu. Namuuliza vipi kuhusiana na sahibu yako mwingine? Ananiambia yule kakata tamaa. Kwa hiyo anajionea raha kabisa. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyotakiwa tuishi. Kwa hiyo maana yake kubainisha ubora wa mwanachuoni kuliko yule ambaye atakuwa anafanya ibada peke yake. 3, min a'dhamil asbabil ma'siyah, miongoni mwa sababu kubwa za mtu kufanya maasiya, al-ma'siyah was-sayyi'a, na kufanya uovu, ni kukaa na watu wabaya. Ukikaa na watu wabaya itakusababishia na wewe uwe hivyo hivyo. Haizuru wazee wengine hana tabu, yule anaweza kukaa na wavuta bangi, sio akakaa na watu fulani, lakini yeye haathiriki. Kakwambia nani? Haathiriki. Kakwambia nani haathiriki? Unazijua fikra zake alizokuwa nazo kichwani yule? Huzijui. Lakini unamuona tu, anaweza kumwambia nitakupiga jiwe. Sasa huyo ananipiga jiwe? Atakupiga jiwe kweli? Na anakupiga jiwe kweli? Mna mtu anamwambia sasa hivi askari traffic anamwambia takupiga jiwe moja tu, yule askari anafanya masara, aona huyu bwana kampiga jiwe kweli kweli, tena kalikamata hivi, kalikamata mpiga nalo, si bure ile. Katizama ile timu yake anokaa nayo, ndio utapojua. Kwa hiyo tuwe makini hapo. Min adhim asbabi taa suhbatul mutta'in, miongoni mwa sababu kuu za mtu kumfanya awe mtiifu, kusuhubiana, kukaa na watu watiifu.
ndipo na wewe utapokuwa mtiifu. Ukikaa na watu wabaya utakuwa mbaya tu, vyovyote ndivyokuwa. Lakini anasema alqatlu, kule kuua kule, a'dhamu dhanbin, ni dhambi kubwa, baada shirk, baada kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Na ndio maana siku ya kiyama tunaambiwa, siku ya kiyama watu, jambo la mwanzo watakaloulizwa baada swali hili la tauhid, jambo la mwanzo inahusiana na watu kwa watu, ni maswali ya damu, kuuana. Chia swali ya tauhidi inakuja swali la inahusiana mtu kwa mtu, ni swali la kumwaga damu, swali kubwa kabisa. Kwa hiyo baada ushirikina, kinachofuatia kosa kubwa kabisa ni kuua mtu. Hujapewa mamlaka hayo wewe kumuua mtu. Unatakiwa uishi kwa ustahimilivu, huwezi ondoka sehemu husika. Hayo ndiyo tunayopata katika hadithi hii. Hadithi ya 22 ambayo ni refu kidogo, inshallah tutaona tutafika wapi. Wa an Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, na kutoka kwa Abdullah mtoto wa Ka'b ibn Malik. Wakana na alikuwa huyu Abdullah qaidan Ka'b radhiyallahu anhu, alikuwa akimuongoza huyu Ka'b ambaye ni baba yake, min abihi hina amia, alikuwa akimuongoza baba yake ambaye ni Ka'b. Abdullah anamuongoza baba yake anaitwa Ka'b, min banihi, miongoni mwa watoto wake. Ana watoto wengi, lakini mtoto huyu ndio alikuwa akimuongoza baba yake hina amia, wakati alipopofuka. Baba mtu kapofuka, kwa hiyo huyo mtoto ambaye anaitwa Abdullah ibn Ka'b akawa anaenda na mwanawe msikitini, wapi anaenda naye, ndio mkongojo wake. Kwa hiyo ni mtu mzima sana akapofuka. Qal, amesema sami'tu Ka'b, mtoto huyu anasema nimemsikia Ka'b ibn Malik ambaye ni babake radhiyallahu anhu, radha Mwenyezi Mungu zimshukie juu yake, yuhadithu bihadithihi, anaelezea hadithi yake, anahadithia hadithi yake, hadithi inamhusu yeye. Hina takhallafa an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wakati alipobaki nyuma, hakwenda safari pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Safari ipi? Fi ghazwati Tabuk, katika vita vya Tabuk. Kwa hiyo Ka'b ibn Malik hakwenda vitani, Mtume kenda vitani, yeye Ka'b akabaki. Sasa anaelezea hili tukio, ilikuwaje hii siku ambayo ya vita vya Tabuk mimi nikabaki, kulitokezea jambo gani, ndo anahadithia. Na hivi vita na hii Tabuk wanasema kwa kutoka pale Madina mpaka kufika sehemu ambayo inaitwa Tabuki ni kiasi cha maili 700. Kwa wakati huo si mahali padogo, maana kwa sababu wanatumia kipando cha ngamia na farasi. Ni kiasi cha maili 700 kutoka Madina mpaka hiyo sehemu ya Tabuk. Na hivi vita vya Tabuki wanasema vimepigana katika mwezi wa Rajab, na hii ndio tunao Rajab, mwezi wa Rajab, na ilikuwa mwaka wa 9. Mwaka wa 9 huo ilikuwa baina ya Waislamu na Warumi. Vita vilikuwa vikali kweli kweli, vita vizito hivi vilikuwa. Sasa Ka'b, vita kama hivi anaelezea anavikosa. Mtume anakwenda, yeye anabaki. Inakuwaje kuwaje? Tusikilize hadithi nzuri kabisa. Qal Ka'b, akasema Ka'b, lam atakhallaf an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sikuwahi kupata kubaki nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fi ghazwatin ghazaha, katika vita ambavyo amepigana mtume wetu, hata mara moja sikuwahi kubaki nyuma. Vita vyote mimi nakwenda, vita vyote anaenda mtume na mimi nimo. Na mtume amepigana, ukisoma katika sira vita vinafika 42, mpaka wengine wanasema wanamtia ila, wale wasioipenda dini ya Uislamu wanasema huyu ni mtume huyu wa kumwaga damu. Kumwaga damu tu, mtume gani?
Kapigana vita vingapi? Na katika vita alivyopigana, vita 7 ndo vita vikuu, vita vya mapambano kweli kweli, ikiwemo hivi vita vya Tabuk, Badri, Uhudi. Mepigana kweli kweli mtume, na yeye ni mstari wa mbele. Kuona mtia ile, utaona watu wanakutia wasiwasi shubha, lakini ukisoma unaweza kujibu huyu. Lakini kama hujasoma unaweza kukaa kweli. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni miongoni mwa majina yake ni Nabiyul Malhama, ni nabii wa vita, wa jihad. Ana majina mengi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengine wanasema nafika 9, ziko hadithi tofauti tofauti. Nabiyul Malhama, nabii wa vita, anosimamisha kalimatullah, kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah, linaenda mbele. Kwa hiyo anasema Kabu, sikuwahi hata siku moja kukaa nyuma ya mtume katika vita vyote, illa fi ghazwati Tabuk, isipokuwa katika vita hivi vya Tabuk. Vita vya Tabuk mtume kenda, mimi sikuenda. Ghair anni, isipokuwa mimi, ukitoa mimi, kad takhallaftu fi ghazwati Badr, nilibaki katika vita vya Badr. Badr sikuenda pia. Kwa viwili. Kwa sababu hivi vita vya Tabuk mwaka wa 9, Badri ilikuwa ni mwaka wa 2. Pia vita vya Badri sikupata nafasi ya kwenda. Na ipo sababu ya kuwa nafasi yeye hakupata kwenda. Ni sababu gani? Sikupata nafasi hiyo. Anasema walam yuaqib ahadan takhallafa anhu, na mtume hakumtia makosani yoyote aliyekosa vita hivi vya Badri. Hakumtia makosani, hakumzungumza vibaya, hakumtia makosani kabisa. Inama, kwa nini? Kwa sababu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ametoka mtume, juu yake rehma na amani, wal muslimuna, na waislamu, yuriduna ira, wanakusudia msafara wa kibiashara, Quraish, wa Makuraish. Katoka mtume katika vita vya Badri, sio lengo kupigana. Kwamba jamani tuenze tu, watu 300 tu, 313 kidogo tu, tuenze tu. Kuna Abu Sufyan anapita hapa na msafara, na hawa wanatudhulumu zaidi na zaidi, twendeni tukachukue kilichokuwa haki yetu. Kwa hiyo watu wakatoka na vipanga vidogo tu, yani hawakujiandaa kivita. Kwa hiyo wengine wakatoka sasa, basi mimi sendi, wako wanakwenda, mimi nakwenda. Watu wakaenda vitani katika vita vya Badr. Hatta jamaa Allahu Ta'ala, mpaka alipowakusanya Mwenyezi Mungu mtukufu, bainahum wa baina aduwihim, baina yao Waislamu na baina ya adui yao, ghair miadi, bila makusudio, bila miadi. Hakukuwa na miadi ya kwamba tunaenda kupigana. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam ilipofika sasa, Abu Sufyan tushamkosa, haiwezekani tena kumpata, na tulimkusudia huyo. Lakini wamekuja Makuraishi na jeshi la watu 3000 hapa, wamekuja hapa tena, wamekuja katika mji wetu, wako karibu hapo. Si hilo tu, wamekuja wanakunywa, wanalewa, wanacheza ndani ya mamlaka yetu. Na wakati huko mtume anajitangaza kwamba yeye ana dola. Wale ambao anawaongoza wangemuelewa vipi? Mbona watu wanakuja kufanya fujo ndani ya maeneo yetu, mbona unawaacha? Kwa mtume akazungumza nao maswahaba, jamani, tumetoka si kwa lengo la kuja kupigana, lakini hao hapo Mwenyezi Mungu ndo ametutakia kheri yetu hiyo. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, Mwenyezi Mungu anasema mmefaradhishiwa kupigana, na huko kupigana ni jambo linalochukiza mno kwenu. Wa asa an takrahu shay'an, na huenda mkachukia kitu, wa huwa khairul lakum, kumbe ni bora kwenu. Wa asa an tuhibbu shay'an, na huenda mtu akakipenda kitu, wa huwa sharrul lakum, lakini ni shari mno kwako. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, Mwenyezi Mungu ndo anajua na nyinyi hamjui. Kwa hiyo mtume akaomba ushauri, wale wakasema sisi hatukujibu kama alivyosema Nabii Musa kwamba idhhab anta wa rabbuka faqatila, nenda wewe na Mola wako mkapigane. Sisi tunakwambia idhhab anta wa rabbuka faqatila,
nenda we na Mola wako kapigane. Inna ma'akuma muqatilun, sisi tuko pamoja na nyinyi tunapigana, sisi na wewe. Akasema naam, sasa nishapata jibu lenu, tunapambana. Na ilikuwa lazima apambane. Kwa hiyo hii Ka'b hakuwepo katika vita hivi kwa sababu hiyo. Wanasema walakad shahidtu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lakini alipata kitu cha kumliwaza huyu Ka'b. Hakuhudhuria vita vya Badri, lakini anasema nilihudhuria, nilikuwepo pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Lailatul Aqaba, usiku ule wa Aqaba. Aqaba hii manake ni kifungo. Aqaba ni kifungo, yani mnakaa mnazungumza, yale mnayazungumza mnayaazimia kuyafanyia kazi. Kwa hiyo ilikuwepo Aqabatul Ula, Aqabatul Thania ile kuwepo. Aqabatul Ula mwaka wa 11 wa utume, na Aqabatul Thania mwaka wa 13 wa utume, wakati Mtume anataka kuhama Maka kwenda Madina. Ikapatikana hii baina ansar wachache ambao wanafika 12 na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa anasema Ka'b, na mimi nilikuwepo katika kikao kile ambacho kilikuwa hichi kwangu mimi nakipa kipaumbele zaidi. Yani hichi kwangu mimi ni kitu kizuri kuliko hata ile Badri, kuliko hata vile vita vya Badri nilivyovikosa. Wa in kanat, anasema Quraish hina tawathaqna ala alislam, wakati tulipochukua ahadi juu ya Uislamu katika hii Aqaba, tulipochukua ahadi na mimi nilikuwepo. Ahadi gani? Kwamba Mtume atahama Maka kuja Madina, na nyinyi sisi tulikopo kikao kile tutamnusuru Mtume, tutamlinda Mtume. Ama kikao kile mimi nimekipenda kuliko hata hii Badr. Lakini anasema vipi? Anasema wama uhibbu anna li biha mashhada Badri, na mimi sikupenda kuwa na sehemu katika hivi vita vya Badri, sikupenda kuliko nilovopenda kuwepo katika sehemu ya hii Aqaba. Vipi anaendelea? Wa in kanat Badru adhkara fi nasi minha, ingawa vita vya Badri watu walikuwa na vizungumza zaidi kuliko hata hii Aqaba. Walikuwa kizungumza zaidi kwamba Badri bwana, wale watu wa Badri, kuliko hata hii Aqaba. Lakini kwake yeye anaona hii Aqaba ni nafasi ya juu zaidi kuliko Badri. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa yaliyotokea kwangu kukosa kuhudhuria mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amekosa kuhudhuria, yani amekosa kuhudhuria pamoja na Mtume katika vita vya Ghazwat Tabuki. Amekosa fi Ghazwat Tabuk, katika vita vya Tabuk. Ilikuwa habari ndo hiyo kwangu mie, wanasema habari ya mjini. Nimekosa kuhudhuria mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vitani Tabuki. Na anajilaumu hivi, kwa nini? Anasema wa inni lam akun qat, na mimi sikupata kuwa hata mara moja akwa, mwenye nguvu. Siku hiyo nilikuwa niko vizuri na nguvu ya kimwili. Wala aisaru, wala sikuwa na uwepesi, maana kama chakula mimi nacho, kipando nacho, manake mimi ni wakwenda tu. Maana kuna watu wengine hakuweza kwenda kwa sababu hana kipando, hana chakula, hana kitu chochote. Kwa hiyo kabaki hakuweza kwenda vita vya Tabuki. Lakini anasema mimi nilikuwa vyote ninavyo. Kwa hiyo imekuwaje haya mambo? Hina takhallaftu anhu, wakati nilipobaki kuhusiana na vita hivi fi tilka alghazwa, katika vita vile. Wallahi, napa kwa Mwenyezi Mungu, ma jamaatu qablaha, sikupata kukusanya kabla yake rahilataini, vipando viwili, hata siku moja. Hata jamaatuhuma, mpaka wakati nilipovikusanya fi tilka alghazwa, katika vita vile. Yani ndani ya vita vile nilikuwa niko vizuri, mpaka nilikuwa nina vipando viwili. Maana sina sababu mimi nende tu, vipando viwili ninavyo kwa sina sababu. Imekuwa kama vile wanasema maziko ya fulani, ilikuwa mimi nende tu. Tena nilikuwa niko vizuri, sina tatizo lolote. Honda iko pale, gari ile pale, huku ninaitwa njoo. Kwa nini sikwenda mimi? Na kila kitu nacho.
Tena na kwa bahati basi mimi nilitafuta Honda, nilitafuta gari kwa maswali haya ya kwenda mazikoni. Kasema nitafute sasa gari yangu nende na hii itakuwa ya mazikoni. Hii itakuwa ya yenyewe za kheri. Kwa nini sikwenda? Kwa hiyo anazungumzia hali kama hiyo. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na wala hakuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshukie juu yake, yuridu ghazwatan, akikusudia kwenda vitani. Hakuwa mtume katika tabia yake illa warra, isipokuwa huficha. Mtume akitaka kwenda vitani, ile habari ya vita huificha, haitangazi waziwazi. Warra tauria wanasema wenyewe ni kutumia tamshi katika lenye maana mbili. Unakusudia maana hii, kumbe unakusudia maana nyingine. Unasema hivi, kumbe unakusudia kitu chengine. Kwa hiyo mtume alificha. Kwa ndivyo walivyokuwa akifanya katika vita, hata ngazi kwamba nitaenda kuvamia sehemu fulani, nitaenda kufanya hivi sehemu fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwanajeshi vile vile, anakuja analeta kikosi, ni watu watatu kanchunguzieni sehemu fulani. Watu wanaingia mule katikati ya maadui, wanasoma mazingira, maana kuna visa utakuja kuviona wewe mwenyewe utasema hatari. Ilikuwepo hiyo. Mtume alituma kikosi cha watu wawili, wakaingia kwa Makuraishi. Kiongozi wa msafara ule usiku anasema, jamani tusikilizane vizuri bwana. Tunapeana formation hapa, maelekezo. Lakini hebu mtizame mtu wa pembeni yako, sije kuwa Muhammad huyo kaja kutuchunguza. Na alikuwepo kweli mtu alomtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa vile alikuwa yule alotumwa ni hodari, yeye ndo aloanza kumshuku mtu. Hebu wewe sije kuwa wewe si mimi ndiye bwana, mimi ndiye mimi. Maana lazima tujuane hapa, sije kuwa hapa tena tutakapaba mambo ya kubabaishana hapa. Alikuwa ni jemedari bwana. Alikuwa akiangalia mavi ya ngamia yale, anayachunguza, ajua mbona kama mna koko hizi koko hizi si za Madina hizi koko si za wapi hizi, itakuwa hawa hapa karibu hapa, hajaenda mbali hawa. Si mnaona majasusi wa Kimarekani na KGB ndo wataalamu, wameisoma maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anatizama nyayo, anatafuta watu makini sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume alikuwa akificha, akitaka kwenda vitani akificha. Bighairiha, akificha ili asiende vita vingine, yani anakusudia kuficha kwa ajili ya kwenda katika vita vingine, anafanya hivyo. Wakana tilka alghazwa, na lakini ikawa vita vile faghazaha ambazo amepigana sallallahu alaihi wasallam, haikuwa mambo hayakuwa hivyo. Amevidhihirisha sana, ameonyesha nia yake kwamba sisi tunataka kwenda Tabuki. Nini maana yake? Maana yake watu wajiandae, Tabuki siku dogo. Ujiandae kwa chakula, ujiandae kwa kipando, ujiandae kwa panga uwe nalo, zana zote uwe nazo. Kwa hiyo anatangaza kabisa. Na huko na wao Warumi wanajiandaa. Kwa hakuficha, ili watu wajiandae vizuri, tunaenda kupigana huko. Hakuna lele mama huko. Naam. Lakini si hivyo tu, vita hivi vilikuwa vigumu mno. Anasema faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harri shadid. Mtume amepigana katika vita hivi wakati wa jua kali. Na jua la Arabuni si letu sie huku tunalalamika, si jua kali. Ile mno ukisoma sira Mtume, Bilali alovoteswa akawekwa kwenye mchanga, unaona wanaweka neno pale. Laiti kama utaweka kipande cha nyama kwenye ule mchanga ule, basi kile kipande cha nyama kinawiva. Sasa Bilali anavuliwa, alafu anaekwa kwenye huo mchanga, amkufuru Mwenyezi Mungu. Lakini anasema ahadun, ni mmoja tu, Mungu mmoja tu, hakuna miungu tele hapa. Anateswa moja tu Mungu, hakuna miungu mingi. Kwa hiyo kuna jua kweli kweli kule, la kweli kweli, walotembelea huko wanathibitisha hilo. Kwa hiyo ilikuwa kipindi cha jua. Wastakbala safaran ba'idan wa mafaza, na wakaikabili safari hii ya mbali. Safari hii ilikuwa ni ya mbali kama nilivyosema, maili 700 ya mbali kabisa. Ba'idan, ambayo ya mbali, wa mafaza, na hali ya kuwa
kujitenga na ufakiri. Manake ule ufakiri wao wameweka pembeni, wamesema sisi tutatoa kila kitu, tutakwenda alimradi sisi twende. Kiasi ambacho watu wameambiwa watoe, wajiandae kwa ajili ya safari hii ya kwenda Tabuki. Mtu anakuja na pishi ya tende, anasema ya Rasulullah, mimi sina kitu cha kutoa, nitatoa hii pishi tu, pishi moja ya tende. Mpaka wanafiki wakawa wanamcheka, tazama ule watu wanataka nini, yeye anakuja na pishi ya tende. Wanafiki wakawa wanamcheka, lakini mtume akaikubali ile sallallahu alayhi wasallam, akaikubali. Kwa hiyo ilikuwa katika hali hiyo. Wastaqbala adadan kathir, wakamuelekea kwa mtume, wakakubaliana na mtume, idadi kubwa kabisa, wakaenda vitani. Fajalla lilmuslimina, likadhihiri kwa waislamu, amrahum, jambo lao, kwamba watu wamejiandaa, likadhihiri, watu wamehamasishana, tuenze tu ni hivyo hivyo. Watahayau, na wamejiandaa, liyataahabu uhbatan, ili wajiandae muandao. Wamehamasishana, tuenze tu ni bwana. Pamoja na kwamba vita vina sifa hivyo, vina jua kali mbali, lakini watu hivyo hivyo wamehamasika. Uhbatul ghazwa, wajiandae muandao wa vita. Fa akhbarahum, mtume akawaambia, biwajihihi, mwelekeo wao, alladhi, ambao, yuridu, anautaka. Mwelekeo wao, yani mwelekeo wetu sisi watu wakisha kujiandaa itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi kuelekea Tabuka. Walmuslimuna, na waislamu, ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kathiru, na waislamu pamoja na mtume walikuwa wako wengi. Wala yajmauhum kitabun hafidh, na wala hakiwezi kuwakusanya kitabu cha kuwahifadhi. Kwenye bracket anasema yuridu, anakusudia mtume, bidhalika, kwa maneno hayo, diwan. Diwan ni yale mabuku makubwa kabisa. Yani hakuna kitabu cha kuandika lile jeshi la Kiislamu kwamba na nani alikuwepo, yani hakuna buku hilo, isipokuwa buku hilo litajaa, na jingine litajaa, na lingine litajaa. Hakuna buku la kuhifadhi watu waliokwenda vita hivi, kwa maana walikwenda watu wengi sana, wameenda vita hivi. Mpaka mwisho akasema maswahaba wale walivyojiangalia hivi, akasema la naghliba al-yawm min qilla, leo hatuwezi kushindwa kwa sababu ya uchache, wingi tulokuwa nao. Leo tunaenda kumpiga tu huyu Mrumi huyu, tuko vizuri kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu akawapa mtihani, hivyo vita vinasomeshwa, akawapa mtihani, wakapigwa kweli kweli. Mara ya kwanza wakakimbia, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akakusanya tena, kuandaa tena, wakaenda tena. Lakini mwanzo walikutana na kipigo cha kweli kweli. Hawajui kwamba ushindi unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haijalishi ni kidogo wala haijalishi ni kingi. Wewe ni nia yenu tu. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ikiwa mtakuwa wenye kusubiri 20, basi mtawashinda watu wangapi? 200. Wenye kusubiri 20 tu. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa mmoja tu ukakipiga kikosi kizima. Mwingine anasema ndo Rembo, sio ndo nani? Hakuna cha Rembo, yule anaiga tu. Lakini Muislamu anapovaa kilemba chake akaingia vitani, anakuwa kuliko huyo. Na huyo Rembo kaiga tu kuvaa kilemba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipiga kile kilemba, nafunga ndio tuenze tu mapambanoni, na yeye ndo mbele, sio wakati anaamrisha wewe yuko mbele. Na maswahaba anasema vita vikipamba moto, tukishindwa basi tunakaa nyuma ya mtume, yeye mtume yuko mbele, sisi tunakaa nyuma yake. Kwamba alikuwa ni jemedari kweli kweli kabisa. Naam. Qala Ka'b, akasema Ka'b, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bih. Basi wapo wachache katika watu wanataka kujificha. Si jeshi kubwa linatoka watu wengi, wanataka kujificha kwa kudhania kwamba hatojulikana, itafichika jambo lake, kwamba akijificha hapa hakuna atakayejua hapa, hakuna atakayejua. Ikiwa tu malam yanzil fihi wahyu min Allah, ikiwa hautoshuka wahi, hapa najificha.
kwa sijulikani kwa wingi huu watu wanavotoka. Na wametoka watu wangapi kwani? Watu wa historia wanatuambia jeshi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita hivi ni watu 30,000, wakiwemo 10,000 wapanda farasi. Kwa ni jeshi lilikuwa kubwa kweli. Kwa hiyo unaweza ukajihisi kwamba naweza kujificha nikabaki nyumbani. Kwa pengine hata Mtume akawa hana habari. Lakini wanasema ikiwa kama wahi haukushuka, ukishuka wahi na mimi nitajulikana nimo. Zipo hizo katika janja hizo. Waghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka alghazwa, akapigana Mtume sallallahu alaihi wasallam vita hivyo hina tabati thimar, wakati ambapo matunda yalikuwa yako vizuri, mimea ishachanua inatoa sasa matunda yake, tende hizo hapo. Sasa wakati mnatoka tende, wakati wa mavuno tena, alafu unaniambia nende vitani, na vitani kwenye huko wadhilal, na kivuli, kuna kivuli kizuri. Ndio wakati huo wa vita. Tena watu wanapenda siku hizo kufanya nini? Kupumzika. Wanapenda kupumzika wakati kama huo. Mtu anapenda kaya angalie mabustani yake. Mashallah, mashallah. Alafu leo namwambia ende vitani. Wenye ikhlasi zao wanatoka wanakwenda. Fa ana, na mimi anasema Kabu, ilaiha as'ar, na mimi nilikuwa ni mzito sana, nimeingia na uzito. Na hii ndo nature ya mwanadamu. Vitu kama hivi vikimtokezea anakuwa anaingia uzito fulani. Bwana misendi bwana. Hapa sasa hivi kuna game nzuri bwana. Nitaniacha, nitaswali baadaye, nitaswali. Subiri game ishe, nitaenda kuswali. Game ishe, nitaenda kuswali game ikisha. Inamtokezea uzito huo binadamu. Ni makosa makubwa hayo. Tublani shetani, twenzetuni tukatekeleze amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaandaa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani mshika juu yake, wal muslimuna maahu, na waislamu wakiwa pamoja naye. Watafiktu, na nikawa ninatoka. Fatafiktu aghdu, na nikawa ninatoka asubuhi mapema. Aghdu, mapema asubuhi. Likai atajahaza maahu, ili nijiandae na mimi pamoja naye. Fa arjiu, basi nakwenda na randa kule, kisha narejea. Walam aqdi shay'an, sijafanya lolote. Ilikuwa pale niandae chakula, niandae silaha, niandae kipando, niweke vizuri, lakini naenda na randa, narudi jioni, narudi. Anasema Kaabu huyo. Wa aqulu fi nafsi, na ninasema ndani ya nafsi yangu, ana qadirun, mimi ninaweza, ala dhalika, kufanya hivyo. Idha aradtu, ninapotaka mimi ninaweza kufanya hivyo, najisemea. Wala miyazali yatamada bi, na haikuacha kurefuka kwangu mimi. Ule muda unarefuka hata istamarra binnasi aljiddu, mpaka ikawa kwa watu wamechukulia jambo lile userious. Watu washakuwa serious tena. Kama alovaa begi, kishavaa, haizuru hakuna mabegi siku hizo, yani nakusudia kama kutolea mfano tu. Kashavaa begi lake, kashatia kiatu chake, kashafunga nyuzi, kisu chake kishakeka hapa, alimradi kama ana bomu lake kashalitia huku na huku, bazoka lake. Watu washakuwa tayari serious. Kumbe watu wako hivyo. Wewe ndo unaenda, unarudi. Unaenda, unarudi. Unaangalia tu. Fa asba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa sasa anaondoka. Wal muslimuna mahu, na waislamu wako pamoja naye. Walam aqdhi min jihazi shay'a, na mimi sikufanya maandalizi ya aina yoyote, naenda nikirudi tu. Watu hao wanaenda zao, mimi sikufanya maandalizi ya aina yoyote. Anaelezea mwenyewe Kaab. Thumma ghadautu, kisha nikatoka tena asubuhi. Farajatu, nikarudi baadaye jioni. Walam aqdi shay'an, wala sikufanya chochote. Walam yazil yatamada, na haikuacha kurefuka bi kwangu mimi. Hata asrau, mpaka wakenda mbali. Asrau, wakenda, lile jeshi lishasonga mbele, ye bado yuko Madina. Watafarata, na wakenda mbali zaidi. Alghazwa, lile jeshi. Fahamamtu, nikaazimia tena, an artahila, niandae kipando nende na mimi. Fa adrakahum, ili niwawahi.
faya laitani fa'altu, basi laiti ngelifanya. Na yote haya sikuyafanya, nataka nende bwana hivi na hivi. Yupo tu ana magamaga tu, anasema wazee wetu, ana magamaga tu, anapiga mark time. Thumma lam yakdir dhalika li, kisha hilo halikuwezekana kwangu mimi. Fakuntu, nikawa idha kharajtu fi nasi, ninopotoka kwa watu, ninopotoka sasa watu washatoka, jeshi shatoka, sasa ninopotoka, ninoporanda baada khuruji rasul, baada kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam, yuhzinuni, inanitia huzuni. Inanitia huzuni mimi, anni la ara li uswa, kwa sababu mimi sioni kigezo. Yani watu wote naona hakuna hata kigezo, labda nikajitia moyo, na fulani kumbe hakwenda, na fulani kumbe hakwenda, hapo afadhali. Lakini hao waliokuwa hawakwenda wote wana sifa gani? Sikiliza mbele. Anasema hivi, sioni kigezo, illa isipokuwa rajulan, na waona watu, maghmusan alayhi fi nifaq, ambaye anatuhumiwa kwa unafiki. Yule si watu, yule si ana alama za unafiki yule. Maana hakuna mtu ambaye anofanana nikasema nikajipa moyo, lakini naona watu yule na yule ndo walobakia, kumbe ni watu wa aina hiyo walobakia pamoja naye. Au rajulan, au mtu, mimman adhara Allah ta'ala min adh-dhu'afa, ni wale ambao Mwenyezi Mungu amekubali udhuru wao katika wanyonge, wale ambao hawana vipando, wagonjwa, walemavu, watu wazima, ndo walikuwa wakiwaona aibu tupu. Anaona mimi niko vizuri, nikipita mitaani naona watu wa aina hiyo tu, haiwezekani. Lakini wapi? Walam yadhkuruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na wala mtume hakuntaja juu yake rehma na amani, hatta balagha Tabuk, mpaka alipofika kule Tabuki. Faqala, akasema, wa huwa jalisun, hali yakuwa mtume amekaa, fil qaumi, amekaa na watu, bitabuk, huko Tabuk. Madha fala Ka'b ibn Malik, ndo amefanya nini Ka'b ibn Malik? Amefanya nini? Ndo akamtaja huko. Safari yote jamta mpaka alipofika kafanya nini Ka'b ibn Malik? Faqala rajulun, akasema mtu mmoja, min bani Salima, katika bani Salima, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, habasahu burdahu wan nadharu fi atfihi, kilichomzuia huyu ni kibri na kujihisi na kujiona, ndio kilichomzuia. Hana lolote huyu, anajiona mie bwana, mimi ndo kwenda na ndo basi. Kwani aliachwa kwa kusema maneno haya? Anasema, faqala lahu Muadh ibn Jabal akasema radhiyallahu anhu, bisa ma qult, maneno mabaya kabisa unaosema haya, mabaya kabisa. Wallahi, naba kwa Mwenyezi Mungu, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ma alimna alayhi illa khaira, hatutambui kwa mtu huyu Kaabu isipokuwa khairi. Hana tabia hizi anazosema huyu sasa hivi hapa anamzungumza. Hii si sawa sawa. Sisi tunamjua huyu khairi, ana khairi tupu. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akanyamaza kimya. Fabainama huwa ala dhalik, na pale alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko vile, raa rajulan mubidha yazulu bihi sahaba, akamuona mtu mubidha, mweupe, yazulu bihi sahabu, weupe ambao unaondosha mawingu. Yani kamuona kwa mbali mtu anakuja katika hali nzuri. Faqal, akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aba Haythama, awe Abu Haythama. Huyo anokuja huyo awe Abu Haytham, yani kama anatamani huyo anokuja huyo awe Abu Haytham huyo. Maana hapa hamuoni, lakini fulani simoni, maana kule kwa mbali anamuona mtu anakuja, huyo anakuja awe Abu Haytham huyo. Alivyosema hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha huwa Abu Haytham, tahamaki ni kweli ndo yeye hasa Abu Haytham anakuja, al-Ansari, ambaye ni Ansari huyo. Wa huwa alladhi, naye ndo yule ambaye tasaddaqa biswa'in tamr, ndiye alotoa ile sadaka ya pishi ya tende, hina lazamahul munafiqun, wakati walipomsengenya wanafiki.
kaja na pishi, mimi sina cha kutoa, kwa sababu watu wameambiwa watoe. Uthman ametoa mali nyingi mno, na ndio maana Mtume akamwambia ma dharra Uthman ma amila baada al-yawm, hatodhurika Uthman kwa alichokifanya baada ya leo. Hili jeshi kaliandaa, watu wanakuja na nusu ya mali, watu wanakuja na robo ya mali, alimradi kwa mtu alichokuwa nacho, mwingine anakuja kwa saa pisha tena. Na ndio hivyo hivyo jamani, tunahimizwa tukiambiwa tutoe sadaka. Unaona maswahaba Mtume anasema japo sina kitu hicho japo hichi ya Rasulullah nakitoa. Mwingine anazo pesa huku na huku. Huku anasema mkono nini, mfuko wa mbele miwili kuna vibunda vimetuli, na huku mifuko yote ya nyuma nayo. Hiyo ya ndani, na kanzu yake huku na huku anazo. Alafu anaenda pale anatoa shilingi 100, shilingi 1000. Sawa, itakubaliwa. Hakuna tatizo. Mwenyezi Mungu anakubali, lakini jiangalie namna unavyotoa. Ukitoa kikiwa kingi ni kwa faida yako. Siku ya kiyama utakuja kusema laiti kile nilichokitoa kile kingekuwa kamili. Kuna mtu katoa andazi, kipande cha andazi, lakini alokutana nao katika khairi anasema laitahu kana kamila, laiti ingelikuwa nimempa yule nilitoa sadaka ile andazi lingekuwa kamili. Mambo ninayoyaona huku, toa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa tena na tena, hufilisiki wewe. Kwa hiyo katoa pishi hii ya tende huyu. Faqal, akasema Kaabu falyuadhin muadhin. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Faqala Kaab, akasema Kaab, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wakati habari iliponifika kwamba Mtume juu yake rehma na amani kaditawajjaha qafilan min Tabuk. Sasa anarudi kutoka Tabuki, anarudi zake Madina. Anarudi sasa. Qafil manake yule msafara, anarudi nao. Hadharani bathi, ikanifika mimi sasa huzuni. Anarudi. Anarudi ndiyo. Fatafiktu, nikaanza atadhakaru alkadhib, kuanza sasa kuwaza uongo. Anarudi sasa, anajipanga niseme nini. Wa aqulu, na nasema bima akhraju min sakhtihi ghada, nitatoka vipi katika hasira za Mtume kesho. Anajipanga sasa, imekuwa kama mtoto sasa, baada ya anataka kurudi nyumbani sasa, na kashachelewa, nianze anzaje huko, mzee anasubiri huko. Wa astainu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli, na nikawa nataka ushauri kwa watu wangu, kwa kila mwenye rai, mawazo katika familia yangu. Jamani, mnanipa ushauri vipi? Nimwambie vipi Mtume wa Mwenyezi Mungu? Falamma qila, pale iliposemwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshukie juu yake, kadi adalla qadiman, kwa hakika tayari kishafika. Ndiyo kashafika. Zaha anni albatil, sasa pale ikaniondoka mimi batili yote. Nimekwisha sasa, ule uongo ule umemalizika, nifanye nini sasa hivi? Hatta araftu, mpaka nikatambua, anni lam anju, mimi siwezi kuokoka, minhu, na yeye, bishai'in, kwa jambo lolote, abadan, milele. Faajma'tu sidqa, nikakusudia sasa kumwambia ukweli wote, nimwambie Mtume wa Mwenyezi Mungu. Sina haja ya kusema uongo hapa sasa hivi. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na akawa mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshukie juu yake, qadiman, tayari amefika. Wa kana idha qadima min safar, na alikuwa akifika kutoka katika safari, bada bil masjid, akianza na msikiti. Kabla kwenda nyumbani anaenda zake msikitini. Hiyo ndiyo kawaida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tunatakiwa tumuige. Na haswa kwa vile mfano ikitokezea kwamba ule msikiti uko karibu zaidi na nyumbani kwako. Kwa hiyo kabla kufika nyumbani ndani, uingia msikitini, uswali rakaa zako 2,
halafu tena uende zako nyumbani. Usifike tu nyumbani moja kwa moja. Na hii ipo kisa, watu wako kambini, katika kambi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakachomoka. Kwa sababu ile kambi hiyo vipi? Manake Madina, tushafika Madina ile pale, lakini tumefika usiku. Tumefika usiku, kwa hiyo hatuwezi kuingia ndani ya mji usiku, tutawashtua watu wetu. Lazima wawe na taarifa nzuri. Kwa hiyo tulaleni nje ya mji, asubuhi tutarudi majumbani mwetu. Ndio. Basi usiku ule ule watu hawa watatu wakapenya, akasema mimi zangu kwa mke wangu bwana. Naona hii nishakaa siku nyingi huko bwana nje ya mji. Mke wangu nikaende. Hadithi inaendelea. Tutakuja kuiona huko inshallah. Nini kiliwakuta? Hatari kubwa. Naam. Anasema Mtume akaenda zake msikitini, faraka fihi rak'ataini, akaswali na akarukuu mbili, manake akaswali raka mbili. Thumma jalasa linnasi, kisha akakaa kwa watu na kuzungumza mawili matatu. Falamma faala dhalik jaahu almukhallafun, alipofanya hivyo wakawa wanakuja sasa wale ambao hawakwenda vitani, wakawa wanaanza kuja sasa mmoja baada mwingine. Ya'tadhiruna ilayhi wa yahlifuna lahu, wanamtajia zile sababu zile, manake mimi ilikuwa hivi na hivi. Wa yahlifuna lahu, na wengine wanamwapia, Allahi alazim ya Rasulullah, mambo hayakuwa hivyo bwana, mimi nilikuwa nije bwana, unajua mie na hivi na hivi. Wanatoa zile udhuru zao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakanu, na hawa watu walikuwa bid'an wa 80 rajula, kiasi cha watu 80 na walikuwa wanaenda. Faqabila minhum ala niyatahum, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakubalia ile dhahiri yao. Dhahiri yao, undani wao batin anayejua Mwenyezi Mungu, lakini kwa dhahiri akawakubalia, sawa, hakuna tatizo. Wabayahum, na akawapa bai, akawaunga mkono, hakuna tatizo. Wastaghfara lahum, na akawaombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wawakkala sarairahum ila Allah ta'ala, na akaziweka siri zao kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Hadha wallahu a'la wa a'lam.